Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama bado ni tete. Na leo tarehe 3 Aprili mwaka 2026 tutakwenda kuanzia kuzungumzia shambulio jipya ambalo linalodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF ambalo limeripotiwa usiku wa kuamkia hiyo jana Alhamisi tarehe 2 Aprili katika kijiji cha Bafuakoa kilichopo kando ya barabara ya kitaifa nambari 4 ama route nationale numero 4, takriban kilomita 148 ama presque 48 km kutoka Mambasa kuelekea Kisangani katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya shirika la kirahia za eneo hilo, washambuliaji waliingia kijijini na kuanza kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya raia. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa raia kadhaa wameuawa huku sehemu kubwa ya makazi ikiteketezwa kwa moto. Tathmini za mwanzo zinaonyesha kuwa zaidi ya 60% ama 60% ya kijiji hicho kimeharibiwa kabisa. Aidha, pikipiki pamoja na magari kadhaa yalichomwa moto, hali iliyoongeza hasara kubwa ya mali. Kufuatia hali hiyo, mwakilishi wa shirika za kirahia Maitre Jospin Paluku Mboa alilaani vikali uwezo wa wapiganaji wa ADF kusafiri kwa uhuru katika eneo hilo licha ya uwepo wa vikosi vya usalama. Ameelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa mashambulizi na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kuwaathiri raia. Amewataka wananchi kuwa waangalifu zaidi, huku akizitaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha usalama na kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusishwa na kundi hilo la wahasi. Shambulio hilo jipya linaonyesha kwa mara nyingine udhaifu wa hali ya usalama katika wilaya ya Mambasa, ambapo raia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mashambulizi ya makundi yenye silaha yanayoendelea katika eneo hilo. Na kulingana na Bwana Mugeni Yuma, mwenyekiti wa shirika la kirahia la Force Vive, alidai kuwa takwimu za awali zinaonyesha vifo 45 ama 45 mort, magari na pikipiki kadhaa viliteketea pamoja na makazi mengi yalichomwa moto. Shambulio hilo lilianza takriban saa 11 ya jioni ama 17h, na jeshi la taifa la FARDC lilifika maeneo hayo na ya tukio panapo takriban saa 2 baadaye. Hiyo ni kulingana na masemi ya mkazi mmoja wa Bafuakau aliyezungumza kwa simu. Baada ya masaa kadhaa toka tukio hilo, serikali kuu pamoja na mamlaka za mkoa hazikuwa bado zimetoa taarifa rasmi, na kuacha wananchi wa eneo hilo wakiwa na mshangao na huzuni kutokana na kisa kingine cha ukatili katika eneo hilo. Shambulio hilo sehemu ya mfululizo wa vitendo vya kikatili vinavyofanywa na ADF katika Ituri na Kivu Kaskazini, jambo linaloonyesha haraka ya kuimarisha usalama katika maeneo haya ambayo mara kwa mara hutiliwa shambulio la kundi la kigaidi. Na huko mkoani Kivu Kaskazini katika eneo la Lubero, harakati ama movement za kujipanga upya zimeripotiwa hiyo jana Alhamisi tarehe 2 Aprili mwaka huu miongoni mwa wahasi wa M23 RDF. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyokubaliana, vinadai kuwa wapiganaji hao wameondoka katika kijiji cha Katondi walichokuwa wakikidhibiti awali na kujiondoa kwa muda kuelekea kijiji cha Bikara kilichopo umbali wa takriban kilomita 6 ama presque 6 km karibu na Kitsumbiro. Hatua hiyo inaelezwa kama mkakati wa kijeshi wa kujipanga upya katika eneo linaloonekana kuwa na umuhimu zaidi kimkakati. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa uwepo wao Bikara huenda ukawa na wa muda mfupi, kwani kuna dalili kwamba wanapanga kusonga mbele tena kuelekea Kitsumbiro. Hali hii inaonyesha mabadiliko ya mara kwa mara ya nafasi zao uwanjani. Kwa upande mwingine, hali inaendelea kuwa ya kipekee katika kijiji cha Dubango kinachoelezwa kuwa eneo lisiloegemea upande
upande wowote na ambalo halidhibitiwi moja kwa moja na pande zinazopigana. Hakuna kundi lolote linalodumisha uwepo wake au kudumu hapo, ingawa kuna taarifa za kuingia na kutoka kwa vikosi mara kwa mara. Wahasi wa M23 hufanya doria katika eneo hilo wakitokea Kitumbiro, huku wapiganaji wazalendo pamoja na majeshi ya FARDC walioko Kipese nao huingia kwa nyakati tofauti. Hali hii inaonyesha namna mstari wa mapambano ulivyo wa kubadilika mara kwa mara, pamoja na ugumu wa hali ya usalama katika sehemu hii ya Lubero ambapo hakuna udhibiti thabiti wa baadhi ya maeneo. Na tubaki huko wilayani Lubero. Tangazo la operesheni ya kuwatafuta wahasi wa FDLR chini ya jeshi la FARDC kulingana na makubaliano ya Washington limeibua mjadala mchanganyiko miongoni mwa shirika za kiraia za eneo hilo. Mwenyekiti wa shirika moja la kiraia Bwana Muhindo Tafuteni amegahiri umuhimu wa hatua hiyo, akieleza kuwa ni jambo lisilokuwa na uzito wowote ule. Kwa maoni yake, uwepo wa wahasi wa FDLR katika wilaya ya Lubero haupo tena kwa kiwango cha maana, jambo linalohoji uhalali wa operesheni kama hiyo katika eneo hilo maalum. Bwana Tafuteni anaeleza kwamba vipengele vya kundi hilo la wahasi sasa vimejikita katika maeneo mengine, hasa yale yanayokosa udhibiti wa moja kwa moja wa FARDC. Miongoni mwa haya anataja baadhi ya nafasi zilizopo katika wilaya ya Ruchuru, ikiwa ni pamoja na ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga Parc National de Virunga, ambapo uwepo wao umeripotiwa kando au karibu na vikosi vya M23. Kauli hii inaonyesha tofauti za mitazamo kuhusu ramani halisi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Pia inaleta maswali kuhusu ufanisi na usahihi wa operesheni za kijeshi zilizotangazwa katika muktadha wa usalama uliokithiriwa na uwepo wa makundi mbalimbali ya silaha na mabadiliko ya mara kwa mara ya mstari wa mbele. Wakati mamlaka za Kongo zinakusudia kutimiza ahadi zao za kimataifa kwa kupambana na makundi ya wahasi wa kigeni, baadhi ya wanajamii wanapendekeza tathmini bora ya hali ya uhalisia wa eneo ili kurekebisha mbinu za usalama kwa mujibu wa hali halisi zilizopo. Na katika upande wa kidiplomasia huko Doha, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi alipokelewa hiyo jana Alhamisi tarehe 2 Aprili mwaka 2026 katika ikulu ya Lusail na Emir wa Qatar Bwana Tamim bin Hamad Al Thani katika mkutano uliolenga kujadili masuala ya kikanda na kimataifa. Katika mazungumzo hayo, kiongozi wa Kongo alieleza mshikamano wa nchi yake na Qatar kufuatia mvutano unaoendelea katika Mashariki ya Kati ama Moyen-Orient, hasa kuhusiana na kile ambacho Doha inaona kama vitendo vya uhasama kutoka Iran dhidi ya nchi kadhaa za ukanda huo. Felix Tshisekedi alithibitisha tena uungaji mkono wa DRC kwa juhudi za Qatar za kulinda uhuru wake, usalama wa taifa pamoja na wananchi wake. Kwa upande wake, Emir wa Qatar alipongeza msimamo wa Kinshasa na kuonyesha shukrani zake kwa ishara hiyo ya mshikamano. Pia alisisitiza ubora wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili, akibainisha nia ya pamoja ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa pande mbili. Mazungumzo hayo pia yaligusia hali ya usalama mashariki mwa DRC ambayo inaendelea kukumbwa na migogoro ya silaha. Katika hilo, rais wa Kongo alisisitiza tena dhamira ya nchi yake ya kuunga mkono juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar kwa lengo la kuleta amani ya kudumu katika ukanda wa Maziwa Makuu. Aidha, viongozi hao wawili walichunguza fursa za ushirikiano wa kiuchumi, hususan katika sekta za uwekezaji na maendeleo, wakilenga kupanua zaidi ushirikiano uliopo. Mkutano huo ulihudhuriwa na maafisa kadhaa wa ngazi za juu kutoka pande zote mbili. Kwa upande wa Qatar walikuwepo miongoni mwao Abdullah bin Mohammed Al Khulaifi na Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Ujumbe wa Kongo ulijumuisha pia Sumbu Mambu Sita pamoja na Jean-Claude Kabongo.
Pembeni mwa mkutano huo rasmi, viongozi hao wawili walifanya pia mazungumzo ya faragha ambapo walijadili masuala mbalimbali ya maslahi ya pamoja, hatua inayochangia kuimarisha zaidi mazungumzo ya kisiasa kati ya Doha na Kinshasa katika kipindi hiki chenye changamoto nyingi za kiusalama duniani. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo kwenda kujiri katika sekta ya usalama na hata kidiplomasia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kufahidi habari motomoto kutoka kwetu, basi tunakusihi ubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uhabarike zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.